Usalama wa Trump umekuwa mada iliyojadiliwa sana hivi karibuni, hasa baada ya jaribio la mauaji na ushindani mkali wa uchaguzi wa urais. Kutoka kwa maelezo kuhusu huduma ya siri inayogharimu mamilioni hadi Keith Schiller, msalimisha wa zamani mwaminifu wa Trump, kila safu ya timu ya usalama imedhamiriwa kumkinga vyema. Hata hivyo, bado kuna mengi yanayofanyika nyuma ya pazia. Ombi jipya la msaada wa kijeshi wa vioo vya juu, gharama kubwa isiyo ya kawaida na labda mfumo mpana zaidi wa usalama uliowahi kutekelezwa kwa rais. Kwa hivyo, hebu tuchunguze na tuzame kujua ni nini kinachohitajika kweli kulinda mojawapo ya viongozi wanaozungumziwa sana katika jukwaa la kimataifa. Kulinda Trump kuna gharimu kiasi gani? Kama mojawapo ya watu wenye sura inayotambulika zaidi katika historia ya hivi karibuni ya Marekani, aliyekuwa rais Donald Trump anaendelea kupata ulinzi mkali kutoka kwa huduma ya siri baada ya kumaliza muda wake, jambo lililohitaji matumizi makubwa ya fedha ambayo yalivuta macho kutokana na gharama yake kubwa na mahitaji yake ya kipekee. Kulingana na sheria za shirikisho, rais wa zamani, mke wake na watoto wao ambao ni wadogo kuliko miaka sula wana haki ya kupata ulinzi wa kudumu kutoka kwa huduma ya siri, kama ilivyoainishwa na sheria ya marais wa zamani ya 1958, ikilenga kudumisha heshima ya wadhifa wa rais. Sheria hii inatoa ulinzi na faida fulani kwa marais wote wa zamani, kuhakikisha usalama na kutambuliwa kwa utumishi wao wa umma. Kuhusu Trump, hii ina maana kwamba yeye, mkewe Melania na mtoto wao madogo zinahifadhiwa kisheria na huduma ya siri. Hata hivyo, Trump alitoa ombi maalum katika siku za mwisho za muda wake. Aliomba ulinzi wa huduma ya siri uongezwe kwa miezi 6 zaidi kwa watoto wake wazima na wenzi wao, kutokana na umaarufu wa umma wa familia ya Trump na mahitaji yao yenye utata ya usalama. Ongezeko hili liliongeza gharama jumla kwa kiasi kikubwa, hasa kutokana na safari zao za mara kwa mara. Watakaonufaika na ongezeko hili ni watoto wazima wa Trump, Ivanka Trump na mumewe Jared Kushner, Donald Trump Jr., Eric Trump na mkewe Lara, na Tiffany Trump. Watoto wazima wa marais kawaida hupata ulinzi wa kikosi cha siri kwa hiari, lakini ombi la Trump lilipitishwa, ikisababisha ulinzi kuongezeka na gharama kubwa. Ulmano huu wa muda mrefu, kama ilivyoripotiwa, ulileta mzigo mkubwa kwa walipa kodi kutokana na ukubwa na uhitaji wa ulinzi uliokuwa unahitajika. Moja ya gharama kubwa zaidi ya kikosi cha siri kwa familia ya Trump imehusiana na safari mashuhuri ya familia ya Trump na biashara zao za kimataifa ziliwapeleka mara kwa mara kwenye maeneo mbalimbali duniani, mara nyingi wakihitaji uwepo wa kikosi cha siri. Kuchora picha ya gharama zilizohusika, ofisi ya uwajibikaji wa serikali ya Marekani ilifunua kwamba ulinzi wa kikosi cha siri kwa baadhi ya safari za watoto wa Trump Jr. na Eric uligharimu takriban dola za Marekani 380,000. Hizi safari zilijumuisha maeneo kama Uruguay, Jamhuri ya Dominika na Falme za Kiarabu. Kati ya dosi za Tbilisi na dosi za Nablus, wanafamilia wa Trump walifanya zaidi ya safari patipanda zilizoandamana na mawakala wa kikosi cha siri, zikisababisha gharama kubwa kwa walipa kodi. Mfano mkubwa ni kwenda kwenye kituo cha Mar-a-Lago cha Trump huko Florida. Katika mwaka huo, kikosi cha siri kilitumia takriban dola za Marekani 1.3 milioni kwa kila moja ya ziara za kwanza za Trump Mar-a-Lago. Katika mwaka huo, gharama za safari za Trump zilifika jumla ya dola za Marekani milioni 3.6, hizi zikijumuisha si tu kikosi cha siri, bali pia idara ya ulinzi na huduma nyingine muhimu zilizohusika katika usalama wa rais anapokuwa safarini. Njia nyingine yenye utata ni kwamba mawakala wa kikosi cha siri wa familia ya Trump mara nyingi walikuwa wakilala kwenye mali za Trump, kama vile hoteli zake Amerika, Washington DC na Mar-a-Lago, Florida.
Mazoea haya yalisababisha faida kubwa kwa biashara za Trump, kama ilivyoonekana na kamati ya uangalizi ya Baraza la Wawakilishi. Kama ilivyoelezwa katika hati iliyotolewa na kamati hiyo, hoteli za Trump zilikuwa zikilipisha kikosi cha siri mara nyingi hadi 300% zaidi ya ada ya kawaida ya siku ambayo serikali ilikuwa tayari kulipa kwa malazi. Kwa mfano, wakati mawakala wa kikosi cha siri walikuwa wakilala kwenye hoteli ya Trump huko Washington, walilipiwa zaidi ya viwango vilivyowekwa na serikali, na hata walikuwa wakilipa zaidi kuliko wageni wengine wa hoteli, ikiwa ni pamoja na wageni wa kigeni na wageni walio na hadhi. Eric Trump alikuwa amesema awali kwamba shirika la Trump iliruhusu mawakala wa kikosi cha siri kukaa katika mali zao bila gharama, lakini matokeo ya kamati ya Baraza la Wawakilishi yalipinga kauli hiyo. Hati zilizofichua kwamba shirika lilikuwa likidai kwa huduma za siri kiasi kikubwa sana kuliko viwango vilivyoidhinishwa, mara nyingi hata mara 3 zaidi ya ile serikali iliyohifadhiwa, ikisababisha athari kubwa ya kifedha. Kifungu cha maslahi ya kumbukumbu ya katiba ya Marekani kinathibitisha kuwa rais hawezi kupokea malipo kutoka kwa serikali ya shirikisho zaidi ya mshahara wake. Wakati marais wa nyuma walijiuzulu maslahi ya biashara ambayo yanaweza kuingia kwenye migogoro na kifungu hicho, Trump aliamua kutofanya hivyo, kuruhusu biashara zake kunufaika na pesa za walipa ushuru kupitia malipo ya huduma za siri. Biashara za Trump zilipokea takriban dola za Marekani milioni 7.8 kutoka serikali ya shirikisho wakati wa uongozi wake, sehemu kubwa ikitokana na madai ya huduma za siri. Ingawa kulikuwa na jitihada za kumfanya aonekane kuwa na hatia chini ya kifungu cha maslahi ya kumbukumbu, kesi dhidi yake zilikataliwa na Mahakama Kuu ya Marekani mwezi Januari 2020 kutokana na kuondoka kwake kwenye wadhifa huo. Hata hivyo, uangalizi wa mazoezi haya unaendelea. Wakati wa uongozi wake, hoteli ya Trump huko Washington iligeuka kuwa kituo cha kukutana kwa wabunge wa Republican, maafisa wa serikali na wageni wa kigeni, wengi wao wakilipa kiasi kikubwa ili kukaa hapo. Wageni hawa walijumuisha watu mashuhuri kama majaji wa mahakama ya shirikisho, mabalozi na hata watu ambao baadaye walipokea msamaha wa rais. Mtindo huu ulileta upinzani kutoka kwa makundi ya maadili na wanademokrasia katika bunge, ambao walidai kwamba kukataa kwa Trump kuachana na biashara zake kulizua migogoro kati ya maslahi yake ya kifedha binafsi na wadhifa wa umma. Ingawa hoteli ya kimataifa ya Trump huko Washington ilileta mapato makubwa wakati wa uongozi wa Trump, ilipata hasara kifedha kutokana na janga la COVID-19. Ingawa ilipata takriban dola za Marekani milioni 3.3 wakati wa urais wa Trump, hoteli ilifunga kwa hasara ya jumla ya dola za Marekani milioni 70 kutokana na vizuizi vya safari na kupungua kwa huduma iliyosababishwa na janga hilo. Trump aliuza upangishaji wa hoteli mnamo 2002 ambayo ilifunguliwa chini ya chapa ya Waldorf Astoria. Tangu wakati huo, hoteli imekumbana na kupungua kwa kiasi kikubwa katika idadi ya wageni wa Republican ambao walikuwa wateja muhimu chini ya umiliki wa Trump. Kuzingatia umaarufu wa Trump unaendelea, hasa ndoto zake za kisiasa, inatarajiwa kuwa gharama za ulinzi kwake na familia yake zitaendelea. Ingawa ulinzi wa ziada kwa watoto wazima wake rasmi ulikoma miezi 6 baada ya kuondoka kwenye wadhifa, gharama ya kumlinda Trump, Melania na Barron bado ni kubwa. Kulingana na ripoti za GAO na matumizi ya zamani, inakadiriwa kuwa kuendelea kumlinda Trump kunaweza kuendelea kuwa na gharama ya mamilioni ya dola kila mwaka, hususan ikiwa ataendelea kusafiri mara kwa mara na kubaki mshiriki katika siasa. Hadithi ya Keith Schiller, aliyekuwa mlinzi wa Trump, sio kazi ya ulinzi ya kawaida inayokuwa kubwa. Kama mlinzi wa muda mrefu na mshirika wa karibu
wa Donald Trump, Schiller alipanda kutoka kuwa polisi wa New York hadi kuwa mmoja wa washirika wa kuaminika zaidi wa Trump. Mtu huyo alikuwa zaidi ya misuli tu. Alikuwa mtu wa siri na mlinzi aliyepata mahali pake katika mduara wa karibu wa Trump. Hata hivyo, hadithi halisi inakwenda zaidi ya uaminifu wake na inahusu jinsi uaminifu huo ulivyoelekezwa katika malipo hata baada ya kutoka rasmi kwenye orodha ya malipo ya Trump. Schiller alianza kazi yake katika NYPD, akijifunza njia za kushughulikia aina zote za hali mitaani za New York. Kwa zaidi ya mwongo mmoja, aliboresha ujuzi wake katika kusimamia watu na machafuko, seti ya ujuzi ambayo haraka ilionekana kuwa muhimu katika jukumu lake la pili. Mwaka 1960, Schiller aliingia kwenye timu ya usalama ya Trump. Aligeukia kazi mojawapo ya ulinzi iliyodumu muda mrefu na isiyokuwa ya kawaida katika siasa. Kuanzia kuongoza wageni wasiokaribishwa kutoka matukio mpaka kusimamia usalama katika maonekano ya hadhara, Schiller alizidi kuwa zaidi ya mlinzi. Alikuwa nguzo ya Trump katika kuhakikisha mambo yanakwenda sawa, au angalau yanavyoweza kuwa katika ulimwengu wa Trump. Alijulikana kushughulikia kikamilifu matukio, kama wakati ambapo inadaiwa alipewa jukumu la kumtoa Rosie O'Donnell kutoka kwenye tukio la hisani kwa ombi la Trump. Trump alimwona katika Schiller mtu angefanya kazi bila kuuliza, jambo lililosaidia kujenga imani imara kati yao. Wakati Trump alipokuwa rais mwaka wa 2012, Schiller alikabidhiwa nafasi ya mkurugenzi wa operesheni ya chumba cha Oval katika ikulu ya White House. Kimsingi, yeye alikuwa na jukumu la kusimamia ni nani angeweza au la kuwa karibu na Trump katika mazingira hayo, lakini haraka ilibainika kwamba Schiller alipendelea kushughulikia usalama katika sekta binafsi badala ya kushughulika na birokrasia ya kisiasa. Baada ya miezi michache ya kushika nafasi hiyo, Schiller aliondoka White House kurudi maisha ya kibinafsi. Hata hivyo, uhusiano wake na Trump haukuishia, ulibadilika tu sura yake. Uaminifu wa Schiller uliendelea kulipwa wakati huu na kamati ya kitaifa ya Republican, ambao walikuwa wakilipa gharama zake. Mara baada ya kuondoka kwake White House, Schiller akaanza kupokea malipo kutoka RNC. Kampuni yake Kansas Global Group ilipokea dola $2 kwa mwezi, ikifikia jumla kubwa ya dola $500 kwa zaidi ya miaka mitatu. Hata hivyo, ilikuwa suala la mjadala ni kazi ya kina ya Schiller ilikuwa ni nini kuhitajika kusahihisha malipo hayo. Kwa mujibu wa RNC, alikuwa anatoa huduma za ushauri wa usalama kwa mkutano mkuu wa Republican wa mwaka 2020. Ni muhimu kufahamu kwamba dola $500 kwa mwezi ni kiasi kikubwa zaidi cha pesa ambacho watu wengi wanapata kwa mwaka mzima, na Schiller hakuwa hata anafanya kazi kwa wakati kamili. RNC ilidai kwamba alikuwa akitoa ushauri wa usalama kwa maeneo yanayowezekana ya mikutano. Hata hivyo, wakosoaji walikuwa na shaka juu ya uhalali wa malipo hayo, wakiwaita kuwa ni fedha za giza, kiasi cha pesa kinachotumiwa bila usimamizi wa kutosha. Wachambuzi wa kisiasa walidai kwamba mshahara wa Schiller ulisaidia zaidi kudumisha wafuasi wa Trump kuwa na taarifa zaidi badala ya kutoa mwongozo wa usalama ulio wa kina. Zaidi ya hayo, malipo kwanza mara baada ya Schiller kuondoka White House yalileta maswali. Timing hii ilionyesha kwamba RNC ilikuwa inahakikisha mapato ya kawaida kwa Schiller. Sasa alipokuwa hanashiriki tena katika timu rasmi ya Trump, ilikuwa makubaliano yenye faida. Wakati Trump alipondoka madarakani mwaka wa 2020, Schiller alikuwa amepokea zaidi ya $500,000 kutoka RNC, jambo lililomwezesha kununua nyumba yenye vyumba 4 katika mkoa wa Palm Beach, Florida, karibu na Mar-a-Lago, mali ya Trump. Schiller aliamini kuwa uaminifu ulistahili zaidi ya shukrani ya kawaida. Wafuasi wa Trump mara nyingi hujulikana kwa zawadi za kifedha,
Na Schiller hakuwa ubaguzi. Mfumo huu si jambo la kawaida katika mduara wa Trump. Uaminifu ni sifa inayothaminiwa sana na yeye, na ana desturi ya kurudisha fadhila kwa wale wanaobaki upande wake, hata kama hiyo inaweza kuhusisha njia zisizo za kawaida. Tofauti na washiriki wengine wa mduara wa Trump ambao daima wapo kwenye mstari wa mbele, Schiller alifanikiwa kudumisha maelewano yasiyo ya kufa. Alijitenga na mikutano ya vyombo vya habari na mahojiano, akichagua kufanya kazi katika eneo la kivuli. Kitu pekee kilichokuwa tofauti ni ushahidi wake mwaka wa 2017 kuhusu ripoti ya Steele, ambapo alikanusha madai ya tabia mbaya ya Trump wakati wa safari mwaka wa 2013. Alipulizwa kuhusu madai ya mwarusi kutoa wanawake kwenye chumba cha hoteli cha Trump. Schiller alikuwa thabiti: hatufanyi hivyo. Wengine wanahoja kuwa malipo kwa Schiller yalilenga kuhakikisha uaminifu wake na ushauri kuhusu masuala ya usalama. Baada ya kutumikia karibu miongo miwili karibu na Trump, Schiller labda ameshuhudia zaidi kuliko wengi katika mduara wa rais wa zamani. Kwa uaminifu wake kulipwa kifedha na RNC, ni vigumu kwa yeye kuvunja imani hiyo kwa urahisi. Hadithi ya Schiller inaonyesha jinsi Trump anavyothamini uaminifu. Anawazawadi wale waliomtumikia, mara nyingi kwa njia isiyokuwa ya kawaida. Ingawa malipo ya RNC yanaweza kuzua maswali katika ulimwengu wa Trump, ni njia ya kuweka washirika wake karibu bila kujali ushiriki wao moja kwa moja katika shughuli za kila siku za rais wa zamani. Uhusiano wa kifedha kati ya Schiller na RNC ulikomeshwa mwezi wa Januari 2016, lakini sifa yake kama mlinzi na mwaminifu wa karibu wa Trump zinabaki thabiti. Anajitokeza kama mojawapo ya watu wachache waliofanikiwa kudumisha uaminifu kwa Trump bila kuhatarisha sura yake ya umma, jambo ambalo ni nadra katika upeo wa kisiasa uliogubikwa na skandali. Usalama wa Donald Trump ni kitu cha kuzingatia. Tangu aondoke Ikulu, maisha ya Trump yamekuwa tofauti kabisa, hasa linapokuja suala la usalama wake. Wakati marais wengine wa zamani kawaida hujiepusha na vyombo vya habari, Trump bado ni kielelezo, akishikilia mtindo wa maisha ambao hulazimisha timu yake ya usalama kuwa macho kila wakati. Kufuatia jaribio la hivi karibuni la kushambulia na vitisho vinavyoongezeka, kuimarishwa kwa ulinzi wake kunaeleweka. Kawaida, marais wa zamani wanastahili ulinzi wa maisha kutoka kwa idara ya siri, na karibu mawakala asanplu wamepokelezwa kwa kila mmoja wao. Hata hivyo, hali ya Trump ni ya kipekee. Kujibu vitisho vyake vya karibuni kwa maisha yake, bunge lilichukua hatua za kuimarisha ulinzi wake kwa kuongeza idadi ya mawakala na rasilimali zilizopo. Hatua hii imefanyia mageuzi taratibu za usalama karibu na Trump, ikiingiza teknolojia ya kisasa na timu maalum. Ili kuelewa vizuri mpango mpya wa usalama wa Trump, ni muhimu kuchambua taratibu za kawaida. Kwa kawaida, rais wa zamani angekuwa na mawakala takriban 8 wa idara ya siri wanaohusika na ulinzi wake wakati wowote, wakifanya kazi kwa zamu na timu za logistiki zinazohusika na mipango ya safari hadi kudhibiti maeneo. Mawakala waliochaguliwa kwa ulinzi wa kibinafsi wa Trump hufanya kazi karibu sana naye. Kadiri tishio linavyoongezeka, timu nyingine maalum huchukua hatua, kama vile wapiga sniper, timu za kufanya mashambulizi na vikosi vya kuzuia upelelezi. Kwa hali ya kawaida, rais wa zamani anaweza kuhitaji tu timu ya zamu na uangalizi wa msingi. Lakini kwa Trump, mpango wake wa ulinzi umeongezwa ili kufanana na aina ya rasilimali zinazotolewa kawaida kwa rais anayehudumu. Hatua zilizoimarishwa za usalama za Trump zinatokana kwa kiasi kikubwa na mazingira ya tishio kubwa. Katika mwaka uliopita, matukio kadhaa yalilazimisha idara ya siri kufikiria upya kikaribizi chake. Kwa mfano, katika jimbo la Pennsylvania majira ya joto lililopita, kulikuwa na jaribio kubwa la mauaji wakati wa moja ya mikutano ya hadhara ya Trump.
Baada ya kisanga hicho, idara ya usalama wa ndani iliitisha jopo huru la ukaguzi kuchunguza kile kilichokwenda kombo na kupendekeza mabadiliko. Ukosoaji mkuu wa jopo hilo ulilenga katika kitamaduni ya kufanya zaidi kwa chenye, ambayo iliacha idara ya siri ikiwa na mzigo mkubwa. Kujibu matukio hayo, utawala wa Biden uliomba ufadhili wa ziada kusaidia usalama ulioboreshwa wa Trump. Bunge lilipitisha haraka sheria ya usalama wa rais ulioboreshwa mwezi Septemba 2024, ambayo inahitaji idara ya siri kutathmini mahitaji ya mpango wa ulinzi wa kila rais wa zamani kulingana na kiwango cha sasa cha tishio. Sheria hii ilikuwa na athari moja kwa usalama wa Trump, ikihakikisha kuwa sasa ana upatikanaji wa teknolojia ya juu zaidi na rasilimali za kibinadamu kuliko rais yeyote wa zamani. Baada ya tukio hilo Pennsylvania, idara ya siri iliongeza matumizi ya teknolojia katika ulinzi wa Trump. Drones, kwa mfano, zimekuwa sehemu muhimu ya ufuatiliaji wa maeneo makubwa, hasa wakati Trump yupo maeneo ya wazi au ya umma. Drones hawa hutumiwa kugundua vitisho vya uwezekano kutoka juu, kutoa uangalizi wa wakati halisi na maoni ya eneo lao la karibu na Trump. Mbali na drones, idara ya siri pia iliboresha mifumo yake ya mawasiliano. Uboreshaji katika uratibu kati ya wakala wa idara ya siri na vyombo vya polisi vya mitaa umekuwa kipaumbele. Sasa shirika linatumia zana za mawasiliano za hali ya juu kuhakikisha kuwa wanachama wote wa timu wamo kwenye mstari, hata wakati Trump yupo Mar-a-Lago, Bedminster au mahali pengine. Maboresho haya yalikuwa muhimu kutokana na utata wa mtindo wa maisha ya Trump. Tofauti na marais wengine wa zamani ambao kwa kawaida huwastaafu, Trump mara nyingi huwasafiri, kufanya mikutano ya kisiasa na kuonekana hadharani. Kila mahali pia linahitaji huduma ya siri kwanza, operesheni za usalama kutoka mwanzo. Hii inajumuisha timu maalum kufika mapema kulinda eneo, kutathmini hatari na kushirikiana na mamlaka za eneo. Ni operesheni yenye hatari kubwa ambayo inahitaji usahihi na mabadiliko. Usalama wa rais wa zamani kamwesi wa bei rahisi, lakini gharama ya kulinda Trump ni kubwa, hasa kutokana na mahitaji yake ya kipekee. Bajeti ya huduma ya siri kwa mwaka wa fedha wa 2024 ilikuwa takriban dola za Marekani bilioni 3.1, ongezeko la 9% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kati ya hizo, zaidi ya dola za Marekani bilioni 3 zilitengwa mahsusi kwa ulinzi wa watu na miundombinu, ikiwa ni pamoja na gharama za ulinzi wa watu maarufu kama Trump. Ili kuweka bajeti hii katika mtazamo, mwandishi Ronald Kessler, ambaye amefanya utafiti wa kina kuhusu huduma ya siri, alibainisha kuwa bajeti ya shirika zima ni sawa na gharama ya moja ya ndege ya kivita inayoweza kuficha. Linganisho hili linasisitiza jinsi rasilimali za huduma ya siri zilivyozidiwa. Wakati mahitaji yasiyotarajiwa yanatokea, kama vile haja ya kuongeza usalama wa Trump, hii inaweza kuzidi mizania ya kifedha ya shirika. Sheria za hivi karibuni ambazo zinaimarisha ulinzi wa Trump zimeweka fedha ziada kwa huduma ya siri. Hata hivyo, inaweza isiwe ya kutosha kufunika gharama zinazoongezeka kikamilifu. Shirika limehitaji kutenga rasilimali zaidi kwa mpango wa usalama wa Trump, kuelekeza wafanyakazi na pesa ambazo kawaida zingetengwa kwa operesheni nyingine. Hatua hii imezua wasiwasi miongoni mwa wabunge na wakala waliostaafu, na baadhi wakihoji ikiwa shirika litaweza kukidhi mahitaji. Huduma ya siri haifanyi kazi peke yake katika kulinda Trump. Wanapowajibika kwa eneo la karibu zaidi na rais, polisi wa eneo wanacheza jukumu muhimu katika usalama wa kizuizi cha nje. Kwa mfano, wakati Trump yuko kwenye uwanja wake wa gofu, huduma ya siri inasimamia eneo lake la karibu, wakati polisi wa eneo wanachunguza maeneo ya nje kuzuia watu wasio na idhini kufika karibu.
Ushirikiano kati ya wakala wa shirikisho na utekelezaji wa sheria wa ndani unatoa safu ya ziada ya ulinzi kwa Trump, ikifanya iwe ngumu kupata vitisho vya picha. Mwanakondu aliyestaafu Jason Russell anaelezea kuwa wakati huduma ya siri inahusika na usalama moja kwa moja, maafisa wa polisi wa ndani wanahusika na maeneo ya umma zaidi. Ushirikiano huu unatoa usalama wa kina bila Trump kuhisi kujitenga au kuwekewa mipaka katika harakati zake. Maisha yasiyotabirika ya Trump na ratiba yake yanachochea utata ambao wengi wa marais wa zamani hawana, kwani wengi wao wanaishi katika mazingira ya kawaida zaidi na maeneo mbalimbali. Harakati zake mara nyingi hufanywa kwa taarifa ya dakika ya mwisho, ikihitaji hatua ya haraka kutoka kwa huduma ya siri, kama ilivyotokea wakati wa mchezo usiotarajiwa wa golfi huko Florida. Ripoti zimeeleza kuwa mlipuaji risasi alifanikiwa kujificha kwenye kichaka kwa karibu masaa 12 kabla ya Trump kuwasili eneo hilo. Ingawa huduma ya siri ilijibu haraka, tukio hilo lilileta maswali kuhusu jinsi mlipuaji risasi alivyofahamu uwepo wa rais kwenye uwanja wa golfi. Hali hii ilisababisha uchunguzi wa kina, ukisisitiza umuhimu wa faragha ya Trump na kuimarisha usalama wa mawasiliano ili kuepuka uvujaji. Kwa sababu ya kutokujua hizi, timu ya usalama ya Trump inabaki katika hali ya tahadhari ya juu, tayari kubadilika kulingana na hali yoyote inayoweza kutokea. Mbali na taratibu za kawaida, mara kwa mara wanachunguza upya kila eneo, wakiangalia mambo kama uwezekano wa kuonekana, upatikanaji wa umma na njia za kutoroka zinazoweza kutokea. Hatua kama hizo ni muhimu kwa kuhakikisha usalama wa Trump, ukizingatia maisha yake ya umma na vitisho vinavyoendelea dhidi yake. Kwa ufadhili wa ziada unaotekelezwa na mikakati mpya inayotumiwa, huduma ya siri imejitolea kuhakikisha Trump kiwango cha usalama kinachoshindana na alichopata wakati wa kipindi chake cha urais. Mkurugenzi wa muda wa huduma ya siri Ronald Rowe amethibitisha kuwa shirika hilo lipo tayari kudumisha kiwango kikubwa cha ulinzi karibu na Trump kwa muda utakaohitajika, ikizingatia hali ya siasa ya sasa na vitisho vya mara kwa usalama wake. Ni dhahiri kwamba huduma ya siri haikuwa kwa jitihada, ikihakikisha timu ya ulinzi wa Trump inakuwa bora na ya haraka. Uendelezaji wa kiwango hiki cha usalama bado hauwezekani, lakini kwa sasa usanidi wa usalama wa Trump unafanana na ule wa rais aliye madarakani. Kulinda rais wa zamani kama Trump si kazi rahisi, haswa kwa kuzingatia tahadhari kubwa ya kisiasa na mfumo wa maisha wa juu ambao anadumisha. Huduma ya siri ililazimika kubadilika haraka, ikitenga rasilimali zaidi na kuchukua majukumu mapya. Ingawa ni jitihada ghali inayozidisha rasilimali za shirika kwa timu ya usalama ya Trump, yote haya ni sehemu ya kazi. Katika wiki za hivi karibuni, kampeni ya Donald Trump imekuwa ikifanya maombi ya usalama ya ziada, kwani ameanzisha safari zake kuelekea uchaguzi wa rais wa 2024. Kwa kuwa wanaamini kuwa ulinzi wa kawaida wa huduma ya siri labda hautoshi kupambana na vitisho vinavyozidi, timu ya Trump inatafuta kiwango cha usalama chenye sifa za kijeshi, kitu ambacho mara nyingi huachiwa marais walioko madarakani au maafisa fulani wa ngazi za juu. Kutoka kwa magari yaliyofunikwa hadi ndege za kijeshi za ubora, Trump anatamani hatua zote za usalama za ngome wakati anafanya mikutano yake kote nchini. Walakini hii sio tu kuhusu Trump kutaka msafara wa anasa. Timu yake ya kampeni inaleta wasiwasi maalum wa usalama, haswa unaohusiana na vitisho kutoka kwa wachezaji wa kigeni, haswa kutoka Iran. Kwa kuwa mvutano kati ya Marekani na Iran bado upo, timu ya Trump inaamini kuwa mawakala wa kiparsi au wafuasi wanaweza kuona mikutano yake kama fursa. Trump amekuwa lengo kwa muda mrefu macho ya Tehran kutokana na mkakati wa shinikizo kubwa
wa utawala wake ambao ulijumuisha vikwazo na mauaji ya Jenerali Qasem Soleimani, kiongozi mashuhuri Iran. Hatua hizi zilikuwa na athari kubwa kwa uongozi wa Iran, na baadhi katika mduara wa Trump wanahisi kuwa Tehran inaweza kutafuta kulipiza kisasi ikiwa fursa itajitokeza. Mojawapo ya vitu vya thamani kubwa ambavyo kampeni ya Trump inatetea ni ndege za kijeshi kwa usafiri. Kawaida, marais wa zamani hupata ulinzi wa huduma ya siri na upatikanaji wa ndege za kibiashara au ndege binafsi kwa maeneo ya kampeni. Walakini, Trump inadaiwa kwamba aina ya ndege inayotumiwa kusafirisha marais, wanaohudumu au maafisa wa serikali wa vyeo vya juu. Ndege hizi zimejengwa na mifumo ya mawasiliano ya hali ya juu, teknolojia ya ulinzi dhidi ya makombora na hatua nyingine za usalama zinazopita sana zile zinazopatikana kwenye safari za kibiashara au ndege binafsi. Timu ya Trump inadai kuwa usalama wake unahitaji kiwango hicho cha ulinzi, hasa ikizingatiwa hadhi yake kama lengo la juu lenye historia ya sera za utata kuhusiana na mataifa fulani. Ombi la magari yaliyofunikwa ni sehemu nyingine kubwa ya ombi jipya la usalama la Trump. Huku Trump akipokea kiwango cha kawaida cha ulinzi kutoka kwa wakala wa huduma ya siri na magari yaliyofunikwa, inadaiwa kuwa anatafuta upatikanaji wa magari yaliyofunikwa ya kiwango cha kijeshi ambayo kawaida yanahifadhiwa kwa maeneo yenye vitisho vya juu. Magari ya kijeshi yaliyo kwenye magurudumu, magari mazito sana na yenye kufunikwa kwa kiasi kikubwa ambayo yanaweza kustahimili milipuko na risasi zaidi kuliko SUV nyingi zilizofunikwa zinaweza kustahimili. Sababu hapa ni rahisi. Ikiwa Trump anahamia maeneo yenye vitisho vya kutia, kampeni yake inataka kuhakikisha kuwa anasafiri katika forodha na sio tu kwenye gari lililorekebishwa. Maombi haya yamevutia tahadhari ya Jumuiya ya Usalama. Baadhi ya wataalam wanadai kuwa aina hii ya usalama wa kiwango cha kijeshi kwa mgombea wa rayani kutia chumvi. Marais wa zamani wanapata ulinzi wa juu, lakini maombi mapya ya Trump yanavuka mipaka ya kile ambacho kawaida hutolewa. Wafanyakazi wa zamani wa huduma ya siri na wataalam wa usalama wanabainisha kuwa ingawa marais wote wamepokea vitisho, mara chache marais wa zamani huomba rasilimali zaidi ya ile huduma ya siri tayari inayotoa. Timu ya Trump inathibitisha kuimarisha usalama kutokana na hali za kipekee, kama pamoja na vitisho vya kimataifa na hali ya sasa ya kisiasa. Walakini, hii inagharimu sana. Vifaa vya kijeshi na rasilimali ziada kwa ajili ya ulinzi wa raia vinaweza kusababisha matumizi ya ziada makubwa, ikiwa ni pamoja na ndege za kijeshi, magari yaliyofunikwa na maelezo yenye ulinzi wa kufuatwa, na uwezekano wa kugharimu mamilioni. Mjadala wa umma unatokea kutokana na matumizi ya pesa za walipa kodi katika matumizi haya ya ziada, huku baadhi ya wakosoaji wakitoa wito kwamba kampeni ya Trump inapaswa kugawa na gharama hizi. Wengine wanadai kuwa kama rais wa zamani ana haki ya ulinzi zaidi kutokana na vitisho maalum. Zaidi ya hayo, kuna wasiwasi juu ya kipaumbele ambacho mahitaji haya yanaweza kuweka kwa marais wa zamani watakaotafuta nafasi tena, ikiwa vitasababisha ongezeko la gharama na upungufu wa rasilimali. Timu ya Trump inadai kuwa hatua kama hizo ni muhimu kutokana na vitisho maalum, ingawa ukali halisi wa vitisho hivi ni ngumu kuhakiki kutokana na viwango vya siri ya baadhi ya taarifa. Majalada haya yanaonyesha shakhsia na mkakati wa kishujaa wa Trump, ukilenga kuimarisha taswira yake kama mgombea imara, mwenye nguvu na wa kuhimili dhidi ya misukosuko ya ndani na kimataifa. Hata hivyo, kwa wakosoaji, mahitaji kama hayo yanawakilisha onyesho la nguvu kupita kiasi au jaribio la kuendeleza taswira ya urais hata akiwa nje ya wadhifa.
Kitaifa, idara ya siri inakabiliana na hatima ya kutimiza mahitaji ya Trump, ambayo yanaweza kuweka viwango vipya na kuzidisha protokali za usalama za baadaye. Wakati huo huo, mahitaji ya ziada ya usalama ya Trump yanakutana na mapambano yake ya kisheria, yakizusha dhana za udhibiti wa harakati zake na matukio ambayo ni chanzo cha vichekesho mtandaoni. Memes na vichekesho vimeibuka vikilinganisha msafara wa Trump na picha ya filamu ya mapigano, na baadhi wanakimbilia kusisitiza kwamba kampeni yoyote ya awali haijawahi kuwa tayari kwa namna hii. Ingawa kila kitu kinachofanyika kwa mtindo wa mzaha, vichekesho hivi vinatoa ishara kwa swali kuu. Je, Trump kweli anahitaji ulinzi wa kiwango cha juu kama hiki? Au hii ni Trump tu akionyesha ukweli wake? Na ushindi wa hivi karibuni wa Trump dhidi ya Kamala Harris, mpango wake wa usalama bila shaka utakuwa wa kina zaidi. Sasa, akiwa rais mteule, mahitaji ya Trump ya ulinzi wa kijeshi wa kiwango cha juu yanaweza kuwa kiwango kipya, yakichanganya mipaka kati ya usalama wa kampeni na mamlaka ya urais. Macho yote yatakuwa kwake, si tu kwa sera atakazopigania, bali pia kwa kiwango kisichokuwa na mithili cha usalama anaotarajiwa kusimamia. Marekani iko karibu kuona urais uliolindwa kama kamwe kabla. Kwa utajiri wa kifamilia unaoshindana na pato la taifa la mataifa madogo, maisha ya anasa ya Baron Trump, mwana wa zamani wa kwanza wa Marekani, ni onyesho la kipekee la fahari, ubadhirifu na utajiri usio na kifani. Kutoka safari kwenye ndege binafsi hadi kwenye majumba ya anasa na upatikanaji wa kipekee kwenye matukio ya kielimu zaidi duniani, maisha ya Baron ni onyesho la kudumu la utukufu na ubadhirifu. Tungana nasi tunaposafiri katika ulimwengu wa kushangaza wa Baron Trump, ambapo hata ndoto zilizozi yaliyovichani siku nyingine tu katika maisha ya mrithi huyu kijana aliyezaliwa tarehe 20 Machi 2006 mjini New York. Maisha ya Baron yalikuwa hadithi ya kupendeza iliyotimia, na ndugu wa kambo wakubwa wenye umri kati ya miaka 13 na 28. Baron alikuwa mtoto wa familia na alilelewa kama mwana pekee. Donald Trump, baba wa Baron, mwenye thamani ya dola bilioni 7, ni tajiri mashuhuri wa sekta ya mali isiyohamishika na mwana harakati wa televisheni ambaye aliibuka kwa umaarufu kupitia biashara zake na kipindi chake cha televisheni The Apprentice. Mama yako, Melania Trump, pia alikuwa mfano wa kuvutia aliyebadilishwa kuwa mke wa kwanza. Pamoja walipa Baron maisha ya anasa bila udhuru wowote. Kukua moyoni mwa Manhattan, miaka ya kwanza ya Baron ilipita katika jengo la kifahari la Trump Tower. Jengo hili la alama lililoko kwenye barabara ya 5 lilikuwa mandhari ya utoto wa Baron. Kinyume na watoto wengi, yeye alikuwa na ghorofa nzima ya jengo kwa ajili yake pekee. Waza kuwa na ghorofa nzima ya jengo refu kama uwanja wako wa kibinafsi. Aliishi maisha ya anasa yasiyokuwa na kikomo, ambapo mahitaji yake yote yalitimizwa na matakwa yake yalikuwa karibu. Mtindo huu wa maisha uliomondolea kizuizi ulimruhusu kuchunguza maslahi yake na vitu vyake vya kupenda bila vikwazo. Mali na ushawishi wa familia ya Trump pia vilimpa Baron uzoefu wa kipekee ambao watoto wengi wangeweza tu kuota. Alifurahia nyakati zenye kumbukumbu na baba yake huko Mar-a-Lago, makazi yake huko Palm Beach, Florida. Mali kubwa inayojulikana kama White House ya majira ya baridi hutoa vifaa vya anasa kama uwanja wa gofu, bwawa la kuogelea na fukwe binafsi. Baron na baba yake walipenda kucheza gofu, kula pamoja na kufurahia ushirika wa familia katika mazingira haya ya kifahari. Mbali na upendeleo huu, ufunuo wa mapema wa Baron Trump kwa vyombo vya habari ulianza karibu tangu kuzaliwa kwake. Mnamo Mei 2006, takriban miezi miwili baada ya kuzaliwa kwake, Baron alifanya kumbukumbu yake kwenye televisheni katika kipindi cha The Oprah Winfrey Show, wakati ambapo alitambulishwa kwa ulimwengu. Wakati wa kipindi hicho, Gayle King,
rafiki wa muda mrefu wa Oprah, alifanya mahojiano maalum na Donald na Melania Trump, ambapo wanaheshima walimtambulisha mwanawe mchanga Barron. Alipulizika kuhusu uzoefu wa kuwa na mtoto tena baada ya miaka mingi. Donald Trump alitokeza fahari, furaha ambayo kuja kwa Barron kulileta kwa familia. Melania Trump pia akitoa nuru, alishiriki maoni yake juu ya ulezi wa Donald. Alikiri kuwa Donald alikuwa baba mzuri, akiongea asubuhi na mtoto akitazama televisheni na kusoma magazeti. Wakati wa mahojiano, King alitambulishwa kwa Barron, ambaye alikuwa na msisimko mwingi wakati huo. Licha ya wasiwasi wake, dunia haikukosa kuwa na furaha kwa Trump mdogo zaidi. Jina Barron pia lilikuwa suala muhimu. Donald alifichua kuwa hilo lilikuwa jina ambalo daima alilipenda, lakini kamwe hakuthubutu kulitumia mpaka wakati huo. Kutoka hapo, ikawa wazi kuwa kuonekana kwa kwanza kwa Barron kwenye televisheni ilikuwa tu mwanzo wa maisha yake chini ya mwanga wa taa. Kama mwana wa mfanyabiashara bilionea na kaimu mwamba, haikuwezekana kuepuka tahadhari kwa anasa zilizomzunguka maishani mwake. Kuhusu utajiri wa Barron Trump, makadirio yanaonyesha kuwa anakamilisha utajiri wa kushangaza wa $10 milioni ifikapo Dodi Zubrupruchot. Hii ni pesa zaidi ya ile ambayo wengi wa watu huziona katika maisha yao yote, na sehemu bora, hata hakulazimika kufanya chochote kushinda. Yote haya ni kutokana na utajiri wa familia yake na uwekezaji wa busara. Hatuna budi kutaja amana ya fidia ya Barron, ambayo ni kama hazina inayuta mali. Imejaa mali za anasa kama vile nyumba ya mita za mraba Das Fazar huko Palm Beach, Florida, na mali ya ekari 10 huko Bedminster, New Jersey. Jumba la Florida liko kwenye eneo sawa na kivutio cha baba yake cha Mar-a-Lago. Mali yake ina thamani ya takribani $11 milioni, na baadhi ya vyombo vya habari vikihesabu thamani hiyo kwa dola za Marekani $270 milioni. Wakati huo huo, mali yake ya ekari 10 huko Bedminster inathaminiwa kwa takribani $19 milioni. Eneo hilo lina nyumba ya kifahari yenye futi za mraba seti hiza, uwanja wa michezo wa gofu na bwawa la kuogelea. Hata hivyo, Barron hafanyi hivyo peke yake. Yeye pia ana hisa katika baadhi ya makampuni ya teknolojia yanayobashiriwa zaidi sokoni, ikiwa ni pamoja na Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, Meta Platforms, Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, kikundi cha United Health, Home Depot na Visa. Ni kama kuwa na vidole katika kila pai, hasa wakati huo pai hizo ni za kuvutia sana. Kwa 10% ya mfuko wake wa kuaminiwa ukiwekezwa katika hisa hizo, utajiri wa Barron uko tayari kuongezeka kwa kasi ya kuvutia. Linapokuja swala la mtindo tajiri wa maisha wa Barron Trump, tangu ujana wake wa mapema alikuwa anaishi hadithi ya anasa na wingi ambayo wengi wanaweza tu kuota. Kama mwana mdogo wa Trump, maisha yake yalikuwa yanatabiriwa kuwa na mambo bora zaidi ambayo pesa inaweza kutoa, na wazazi wake Donald na Melania Trump walihakikisha hilo. Moja ya zawadi za kipekee zaidi ambayo Barron alipewa akiwa mtoto mchanga ilikuwa ni gari la mtoto la dhahabu, ambalo lilimfanyia zawadi na mtu maarufu Ellen DeGeneres. Kufikiria kwa kwenye gari la dhahabu, zawadi hiyo iliyopita kiasi iliwafafanulia miaka ya mwanzo ya Barron, ambapo anasa ilikuwa kawaida, sio isipokuwa. Gari la mtoto la dhahabu lilikuwa si tu ishara ya utajiri, lakini pia mwakilishi wa mtindo wa maisha wa anasa uliokuwa ukiwangojea Barron. Makazi ya Barron pia yalitawala fahari. Alikaa miaka yake ya kwanza kwenye paa la mnara wa Trump, ghorofa ya mara 3 inayodhihirisha anasa. Iko kwenye barabara ya 5 huko New York. Mnara wa Trump ni jengo lenye umaarufu, na paa lake ni kweli mkolezo, lililopambwa kwa marumaru na dhahabu. Paa hilo ni kasri angani, likiwapatia maoni ya kushangaza ya hifadhi ya kati na skyline ya Manhattan. Katika mazingira haya ya anasa, Barron alikuwa na ghorofa kamili ambayo ilikuwa imejitolea kwake peke yake. Ndio,
Umesikia vizuri, ghorofa nzima. Wakati watoto wengi wanahisi shangwe kwa kuwa na chumba chao wenyewe, Baron alikuwa na chumba cha watoto wachanga, sebule, jikoni na vyumba vya mama yake na walezi, vyote katika nafasi yake mwenyewe. Chumba cha watoto wachanga kilikuwa kimetengenezwa katika mtindo wa Louis XIV na miundo iliyonyumbulika na samani za anasa. Ilikuwa mazingira yanayostahili kwa kijana mfalme, yakionyesha ukubwa na utaalamu wa kifalme wa Kifaransa. Melania Trump, mama ya Baron, alishiriki kikamilifu katika kujenga mazingira haya ya anasa kwa ajili ya mwanae. Alijisifu kuhakikisha kuwa Baron anafurahia bora katika mambo yote. Kwa kweli, moja ya mambo ya kipekee zaidi ya maisha mapema ya Baron ilikuwa utaratibu wake wa kutunza ngozi. Mnamo mwaka wa 2011, Melania alizindua safu yake ya kutunza ngozi, ikiwa na mafuta yanayotokana na kaviasa yanayoitwa CC6 Caviar Complex. Hii haikuwa tu moisturizer ya kawaida, bali ni bidhaa ya daraja la juu iliyoanzishwa kutoa anasa kubwa kwa ngozi. Melania baadaye alifichua kuwa alikuwa akimwekea Baron mafuta haya ya kaviasa kila usiku, kutoka kichwani hadi miguuni. Imagine mtoto wa miaka 7 akipendwa sana na utaratibu wa kina wa kutunza ngozi. Ikiwa kutumia kuvu baada ya mtoto wako kubanjuka sio kiini cha anasa, basi hatujui anasa ni nini. Utoto wa Baron ulikuwa ni mchanganyiko wa anasa na upendeleo wa hali ya juu. Pramu ya dhahabu ya mtoto, ghorofa iliyotengwa kwenye jengo la Trump Tower na lotion iliundwa na kuvu vilikuwa mwanzo tu wa maisha ya anasa kama mrithi wa mali. Melania Trump, daima akijitahidi kuwa mama bora, alifuata njia ya vitendo kwa kumlea Baron tangu mwanzo, akiamini umuhimu wa kuwepo na kushiriki katika kila hatua ya safari yake ya kujifunza, kutoka herufi za AB hadi hisabati. Kwa mara nyingi akitamani kuwa mama wa wakati wote, Melania alikuwa na azimio la kumpa Baron mwanzo bora maishani, akimfundisha nyumbani na kumtia moyo azimio zote muhimu. Pamoja na lugha ya Kicheki, Kislovenia na Kifaransa, alihakikisha kwamba anapata ujuzi wa maisha tangu akiwa mtoto. Baron, kwa msaada wa mafunzo ya mama yake na babu zake, alikuwa akizungumza Kislovenia na kupenda chakula cha bibi yake aliyeaga dunia, Amalia Knavs. Pamoja na elimu ya msingi nyumbani, Melania alihakikisha kwamba Baron alipata fursa bora zaidi zilizopo wakati ulipofika wa kwenda shule ya kawaida. Kabla ya kuhamia ikulu ya White House, alisoma shuleni katika shule mashuhuri ya Columbia Grammar na Preparatory huko New York, inayojulikana kwa mtaala wake mkali na umuhimu unaowekwa kwenye maendeleo ya ubunifu. Uzito wa Melania kwa elimu ya mtoto wake ulionekana katika kila nyanja ya maisha yao ya kila siku. Katika mwaka wake wa mwisho, aliwapeleka wanafunzi wenzake wote katika safari hadi Washington DC. Safari ya darasa ya kufurahisha sana, sivyo? Fikiria watoto la pantru, walimu na hata majenti wa huduma ya siri wakipanda basi na kutembelea mji mkuu wa nchi. Nadhani waliumba kumbukumbu ambazo hawatasahau. Kisha Baron alielekea St. Andrews, Maryland, ambapo mwezi wake wa masomo ulikuwa wa gharama kubwa sana, $50,000 kwa mwaka. Wow, hilo ni pesa nyingi sana. Lakini kwa familia ya Trumps, thamani hiyo ilikuwa sehemu ndogo tu ya gharama ya kuhakikisha Baron anapata elimu ya darasa la kwanza. St. Andrews, Baron alipata hisia ya kawaida katikati ya mazingira ya kipekee ya maisha yake. Alijipatana marafiki, alishiriki katika shughuli za shule na alijikita katika masomo yake. Yote haya huku akiishi katika moja ya makazi maarufu zaidi duniani. Hata hivyo, baada ya familia kuondoka White House, mnamo 2021 alihamia Oxbridge Academy, Florida, ambayo ingawa ilikuwa kidogo zaidi kupatikana, bado ilikuwa ghali, ikigharimu $38,000 kwa mwaka. Sasa kwamba Baron amehitimu shule ya upili hivi karibuni, ni wazi kwamba elimu itaendelea kuwa kipaumbele kwa familia ya Trump.
Ukizingatia sifa ya Oxbridge Academy na kiwango chake cha kukubalika kila mwaka cha 100% kwenye vyuo vikuu na nusu ya wahitimu wanaohudhuria vyuo vikuu vya Marekani katika nafasi ya juu tatu au vyuo vikuu vya sanaa ya Huria katika nafasi ya juu tatu, inaonekana Barron huenda akapata urahisi nafasi katika chuo kikuu cha kimataifa. Uchaguzi wa Donald Trump kwa urais mwaka 2016 ulileta umaarufu mpya kwa familia. Hata hivyo, Barron hakuhama moja kwa moja kwenda Washington DC. Alipitisha karibu miezi 5 ya kwanza ya utawala wa baba yake kwenye Trump Tower pamoja na mama yake kabla ya kuhamia majira ya joto ya 2017. Tarehe 11 Juni 2017, Barron na Melania walihamia White House alipokuwa na umri wa miaka 11, wakisherehekea kama mtoto wa kwanza wa rais kuishi White House tangu John F. Kennedy Jr. mwaka 1963. Kuongoka kwenye Trump Tower kwenda White House kulikuwa kama kuhamia kutoka kwenye apartment yenye hadi kwenye jumba lenye usanifu wa hali ya juu sana. Lakini Barron alikabiliana na mabadiliko hayo kwa utulivu, akijitendea kama mtaalamu wa kweli. Alijinasua kwa urahisi kwenye mazingira mapya kama mtoto akiingia chumba cha ndoto, ambacho kwa kweli ndivyo ilivyo. Moja ya mambo yaliyojadiliwa sana wakati Barron alikuwa White House ilikuwa chumba chake kilichobinafsishwa. Chumba ya Barron ilikuwa kitu cha kihistoria. Ilikuwa kama paradiso ya teknolojia ya hali ya juu iliyoundwa mahsusi kwake. Tofauti na mzaliwa wa kwanza yeyote mwingine, Barron alikuwa na chumba kilichotengenezwa mahsusi ili kukidhi ladha na mahitaji yake. Nafasi ilikuwa na muundo wa kisasa, ikionyesha samani za kifahari, teknolojia ya hali ya juu na hata seti ya michezo ambayo ingewafanya vijana wote kuhisi wivu. Haikuwa tu chumba, ilikuwa kimbilio ambapo Barron angeweza kutoroka mbinyo wa maisha yake ya kipekee. White House yenyewe ilikuwa na huduma zilizopindukia hata resorti bora, na Barron alikuwa na ufikiaji wa zote hizo. Moja ya maeneo ambayo Barron alipenda sana ilikuwa sinema ya kibinafsi nyumbani, ambapo angeweza kufurahia maonyesho ya hivi karibuni ya filamu kwa starehe na mtindo. Kwa viti vyake vinavyoridhisha na mfumo wa sauti wa kisasa, sinema ilimpa Barron uzoefu usio wa kawaida katika ulimwengu wa burudani. Ilikuwa nafasi ambapo angepumzika na kufurahia wakati mbali na mwanga wa kamera. Eneo lingine lililopendwa na Barron lilikuwa bwawa la kuogelea. Bwawa la Casablanca, linalopendwa na familia nyingi za kwanza, lilikuwa nafasi ambapo angeweza kupumzika na kufurahia wakati wa raha. Iwe ni kuogelea mbio au tukufurahi karibu na bwawa, ilikuwa mahali ambapo angepata nafasi ya kujitenga na mahitaji ya kila siku. Eneo la bwawa lilimpa Barron nafasi ya kutumia muda na marafiki na familia, likiwa kitovu cha shughuli na kupumzika. Uwanja wa kucheza bowling katika Casablanca, ulioko chini ya sakafu, pia ulikuwa kitu cha pekee kinachotoa furaha isiyo na kikomo kwa Barron na marafiki zake, ikimruhusu kufurahia ushindani wa kirafiki na wakati wa furaha. Hakuwa la pekee iliyomtofautisha Barron na watoto wengine wa umri wake, ikifanya gofu kuwa mahali pendwa pa kukutana kwa Barron, ambapo angeongeza uhusiano na marafiki na kujenga kumbukumbu za kudumu. Licha ya anasa na upendeleo wa kuishi ikulu ya White House, wazazi wa Barron walikuwa wakijitahidi kumpatia hisia za kawaida. Melania Trump hasa alikuwa mlinzi sana wa mwanawe, mara nyingi akisisitiza umuhimu wa kumlinda kutokana na upande hasi wa umaarufu. Alifunga sana katika maisha yake ya kila siku, kuhakikisha uwiano kati ya shule, michezo na familia. Hivyo basi, mojawapo ya mambo ya kipekee ya maisha ya Barron ikulu ya White House ilikuwa kiwango kikubwa cha usalama na faragha karibu naye. Kama mtoto wa rais, Barron daima alikuwa akifuatiliwa na mawakala wa huduma ya siri, wakihakikisha ulinzi wake wa wakati wote. Kiwango hiki cha usalama kilikuwa si tu lazima bali pia ishara ya hadhi yake maalum.
kuruhusu Baron kufurahia maisha yake bila wasiwasi wa mara kwa mara kuhusu vitisho kwa uaminifu wake. Kwa kuvutia, Baron aliendelea kulindwa na huduma ya siri ya Marekani hata baada ya babake kuondoka ikulu ya White House mnamo 2020. Wakati huo, akiwa na karibu miaka 20, alifurahia faragha hii ya usalama wa daraja la kwanza hadi atakapofikisha miaka 18, kama ilivyoelezwa na sheria ya shirikisho. Wakati huo huo, wazazi wake wangeendelea kupokea ulinzi huo kutoka kwa mawakala hao siri maisha yao yote. Mtindo na maoni ya umakini wa Baron Trump, makoro wa Baron Trump, mrithi tajiri ambaye ameacha nyuma shule na makazi ya kifahari aliyoka, pia unang'aa katika ulimwengu wa mitindo. Mtindo wake ni wa hadithi kweli, ukikusanya sifa nyingi tangu alipopata umaarufu hadharani. Bila shaka hii haishangazi. Akiongozwa na Melania Trump, aliyekuwa supermodeli kama mama, Baron alikuwa amepangwa kuwa ishara ya mitindo. Melania ana ufahamu wa kipekee kwa mtindo na alihakikisha mwanaye daima amevaa vizuri, tayari kufanya hisia nzuri. Safari ya Baron katika ulimwengu wa mitindo ilianza tangu utotoni mwake. Moja ya mara ya kwanza alijitokeza katika matukio ya umma ilikuwa wakati wa kuapishwa kwa baba yake mwezi Januari 2012. Akiwa na miaka 10, alivutia kwa kuvaa suti ya kijivu ya bluu, ikichanganiwa na shati jeupe lenye vipini na tai ya hariri ya bluu kijivu. Nywele zake zilizosukwa vizuri sana na mtindo wake mzuri uliweka kiwango kwa chaguo zake za baadaye za mavazi, ukifichua upendeleo wake kwa mavazi rasmi. Wakati wa urais wa baba yake, Baron alikuwa mara kwa mara anaonekana katika matukio ya kifahari, mara zote akiwa amevaa nguo zenye ubora wa hali ya juu zilizoakisi mtindo mkuu wa maisha ya kifahari ya familia yake. Kwa kuhudhuria dhifa za kiserikali au kusindikiza wazazi wake kwenye majukumu rasmi, chaguo za mavazi ya Baron zilikuwa za kisasa sana. Upendeleo wake kwa vipande vya kisasa na vya kihistoria, kama vile suti zenye kukadiria na mashati ya kijamii yenye ubora mkubwa, viliongeza ufikivu wake katika mtindo. Moja ya mavazi ya kipekee ya Baron ilikuwa suti nyeusi ya Das Hazandraliova kwenye dhifa ya kiserikali kwa heshima ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mwaka 2010 ikulu ya White House. Maktaba yake ya nguo inaonyesha mchanganyiko uliosawazishwa kati ya vifaa vya kifahari na vya bei rahisi, mara nyingi vikiwa vinavyoonyesha suti na tai kutoka kwa waundaji mashuhuri kama Ralph Lauren na Brooks Brothers. Hata hivyo, mtindo wa Baron huenda zaidi ya nguo rasmi. Pia unaweza kuonekana kwenye mavazi ya kawaida yanayoweza kuteka hisia. Wakati wa likizo na maonyesho ya umma yanayopumzika zaidi, mara nyingi Baron huonekana akivaa fulana za pamba, suruali fupi na viatu vyenye faraja. Licha ya kuwa na mavazi hayo yasiyo rasmi, daima huchaguliwa kwa umakini ili kueleza mtindo wake wa kipekee. Moja ya mwonekano wake wa kawaida uliotambulika ulitokea wakati wa safari ya familia mnamo 2009. Trumps walikuwa wakirejea kutoka Mar-a-Lago, eneo la wazazi huko Florida, wakati Baron alishuka kutoka Air Force One akiwa amevaa suruali ya khaki, polo nyeupe, koti jekundu lenye kung'aa na viatu vya New Balance beige. Koti lake jekundu kubwa lilikuwa likitofautiana na vivuli vya kawaida vilivyovaliwa na wazazi wake, ikionyesha utayari wake wa kujaribu mambo tofauti katika mavazi yake na kuongeza kipande cha rangi. Maendeleo ya mtindo wa fasheni ya Baron pia yanalingana na mtindo wa maisha wa familia yake. Akiwa chini ya jua, Baron alitambulishwa kwenye ulimwengu wa mitindo tangu akiwa mdogo. Mama yake Melania daima alihakikisha kuwa amevaa mavazi ya mbunifu,
mara nyingi yakipatana na mtindo wake wa kifahari. Kivuto hiki kinaonekana wazi katika upendeleo wa Baron wa mavazi ya ubora wa juu na ya kukata vizuri, ukihakikisha hadhi na anasa ya familia yake. Kadiri Baron alivyokuwa akikua, chaguzi zake za mitindo zilikuwa zikibadilika. Mwezi Agosti 2020, akiwa na miaka mortadis, aliwashangaza watazamaji na muonekano wa retro uliohamasishwa na miaka ya 1915. Akiteremka kutoka Air Force One, Baron alionekana kama ikoni ya mitindo akiwa amevaa koti la kijeshi la rangi nyekundu, nyeupe na buluu kutoka kwa chapa ya kifahari ya Moncler, akichanganya na suruali nyeusi na viatu vya ngozi nyeusi. Vazi hili la kifahari lilionyesha ujuzi wa Baron katika kuvaa vifaa vya ziada na kutuma ujumbe kupitia mavazi yake. Baron Trump ana upendeleo kwa saa zenye utata. Tayari ameonekana akiwa mashati ya kifahari kama vile Rolex Submariner, kielelezo cha urembo na gharama kubwa, na bei za kuanzia karibu $10,000. Zaidi ya hayo, yeye pia anapenda Audemars Piguet Royal Oak, inayojulikana kwa urembo na michezo, lakini inakuja na lebo ya bei hata zaidi, inayopindukia $20,000. Na si hapo tu, Baron pia anaonekana akitumia Patek Philippe Nautilus na bei ya kuanzia ya $30,000, lakini na mabadiliko makubwa ya bei kulingana na mfano. Na sio mwisho, Baron pia anaonekana akitumia Patek Philippe Nautilus na bei ya kuanzia ya $30,000, lakini na mabadiliko makubwa ya bei kulingana na mfano. Na hali ya kuvutia, kuna uvumi kuhusu uwezo wake katika tasnia ya mitindo, ikimaanisha kwamba Baron anaweza kuwa kielelezo cha mitindo hapo baadaye. Kwa sura yake nzuri na uhusiano wa familia, anamiliki viungo vyote kufanya hivyo. Inasubiriwa kuona iwapo ataifuata njia ya mama yake na kuanza kazi katika uwanja wa mitindo. Hadi wakati huo, Baron Trump anaendelea kushangaza na mtindo wake wa kutisha, akibakia mnyamavu na kupendezwa na vitu vizuri vya maisha. Kujitokeza kwa umma wa Baron Trump huchochea daima maslahi makubwa na uchunguzi. Kama mtoto mdogo wa rais wa zamani, uwepo wake katika hafla mbalimbali daima huwavutia vyombo vya habari na kuzua hamu ya umma. Moja ya matukio yake ya kipekee ilikuwa wakati wa Pasaka ya WW's huko Mar-a-Lago Club, kituo cha kifahari kilichomilikiwa na Donald Trump, baba yake. Matukio haya, kama mengine, yalionyesha mtindo wa maisha mazuri ya Baron na kutilia mkazo hamu ya muda mrefu ya umma kwake. Mbali na kuelezea maisha yake ya anasa, yalitoa mwonekano wa nadra wa mwingiliano wake katika tabaka la juu la jamii, kuendelea kuwavutia na kuwatia wasiwasi, kufichua muunganiko wa pekee wa upendeleo na kawaida unaojitokeza katika maisha ya Baron. Chakula cha Pasaka huko Mar-a-Lago kilikuwa kisicho na kifani, kikiwa na uwepo wa wageni mashuhuri na wanafamilia wa Trump. Baron, mrefu na kufanana sana na baba yake, alikuwa mtu maarufu wakati huo, ambaye urefu wake, mara nyingi ukijadiliwa na vyombo vya habari, unazidisha hadhi ya uwepo wake na kumfanya aweze kutambulika kwa urahisi kati ya umati. Akiwa amevaa suti nyeusi ya kifahari na krisi ya manjano, Baron alikuwa akitangaza urembo na ufinyu, akionyesha viwango vya juu vya familia ya Trump. Mar-a-Lago, maarufu kwa vifaa vyake vya kifahari na mwili wa kipekee wa wanachama, ulitumikia kama mandhari sahihi ya kusherehekea Pasaka. Kituo cha mapumziko chenye maeneo makubwa, vifaa vya kifahari na mapambo ya anasa ni ishara ya utajiri na heshima ya familia ya Trump. Uwepo wa Baron katika hafla hiyo unaonyesha nafasi yake katika mduara wa watule na mtindo wa maisha mazuri anayofurahia. Upeperushaji wa habari kuhusu tukio hilo ulikuwa mkubwa, na vyombo mbalimbali vilita picha na video za Baron na familia yake wakifurahia sherehe hizo. Nyaraka nyingi za kuona zilionyesha Baron katika nyakati tofauti za maadhimisho ya Pasaka, daima akiwa karibu na baba na mama yake.
Kwa mfano, katika video moja anaonekana karibu na mamake na baadhi ya wageni wakisubiri chakula kitayarishwe, wakati Trump anashirikiana na watu wengine karibu. Walakini, maonekano haya ya Pasaka hayakuwa tukio la kipekee, kwani Barron alifanya maonekano kadhaa ya umma muhimu katika miaka iliyopita, kila moja ikionyesha vipengele tofauti vya maisha yake na utu wake. Maonekano haya yalikuwa ya kuvutia, kwani yalimtambulisha Barron kwa soko la kitaifa na kuzingatia jukumu lake katika familia ya Trump. Mbali na sherehe za kifahari na sura yake ya kipekee ya suti, Barron Trump ni mpenzi wa michezo, haswa soka. Kutoka kuwa shabiki wa klabu ya Arsenal Football Club, kama ilivyoonyeshwa alipovishwa jezi ya Arsenal katika bustani ya ikulu ya White House mnamo 2017, Barron alikuwa mchezaji wa timu ya chini ya miaka 12 ya DC United na timu ya chini ya miaka 14 ya chama cha soka cha Arlington. Wakati huo huo, baba yake Donald Trump alifanya hatua kadhaa za kipekee kusaidia kazi ya kisoka ya Barron. Ripoti zinaonyesha kwamba alimsifu Barron kwa rais wa FIFA na hata kumtambulisha kwa nyota wa soka. Hivyo, Trump anaonyesha kuwa baba mwenye fahari na mwenye hamu ya kumsaidia Barron kufanikiwa katika michezo anaopenda sana. Unapokuwa Barron Trump, mwana wa rais wa Marekani, na unapenda soka, baba yako mpendwa anaweza kukupatia zawadi za kombe la dunia la FIFA moja kwa moja kutoka kwa Vladimir Putin, kuandaa mikutano na wachezaji maarufu kama Wayne Rooney na kusifu safari yako ya michezo kwenye mikutano ya waandishi wa habari. Fahari hizi maalum na maonekano yake mara chache hadharani yalimfanya Barron awe chini ya uchunguzi wa umma. Kadri Barron Trump alivyokuwa akikua, mabadiliko yake kuwa mtu mzima yalikuwa mafuriko ya masilahi kwa vyombo vya habari na umma. Kuwa na miaka 40 mwezi wa Machi 2024 ilikuwa alama kubwa, si kwa Barron tu, bali pia kwa jinsi alivyokuwa akionekana na ulimwengu. Mdogo wa Trump hakuwa tena mtoto tu aliyeishi kivuli cha wazazi wake maarufu, bali alikuwa anaanzisha safari yake mwenyewe. Mkurugenzi wa zamani wa NBC hivi karibuni alishauri kuwa Barron, ambaye sasa ni mtu mzima, hakuwa tena salama kutokana na ukosoaji wa umma. Kauli hii ilifungua milango kwa maoni mkondoni, huku wengi wakidai kuwa Barron amekuwa lengo halali la ukosoaji na hatimaye dhihaka. Moja ya matukio muhimu zaidi baada ya siku ya kuzaliwa ya 18 ya Barron ilikuwa uteuzi wake kama mjumbe wa Florida kwa mkutano mkuu wa Republican National. Uamuzi huo ulimfanya kujikaribisha zaidi katika eneo la kisiasa, eneo lililojaa na baba yake. Ingawa alikuwa akipata zaidi ya umakini, Barron alionekana kuwa na utulivu wa kiasi mbele ya hali hiyo, akionyesha kuwa tayari kufuata njia yake mwenyewe katika uwanja wa siasa. Rais wa zamani alitaja kuwa Barron ana maslahi katika siasa na mara nyingi huwashauri baba yake, jambo ambalo lingeweza kuashiria jukumu la baadaye katika taswira ya kisiasa, akiiga nyayo za baba yake. Hata hivyo, kwa kushangaza, Barron alikataa fursa ya kumunga mkono baba yake katika kampeni ya uteuzi wa urais wa Republican kama mjumbe, kutokana na majukumu ya awali. Uamuzi huu wa ghafla ulitokea muda mfupi kabla ya Barron kuhitimu Oxbridge Academy huko West Palm Beach, Florida. Kadiri anavyoingia katika maisha ya watu wazima, ni wazi kuwa mtindo wa maisha wa kifahari ambao amezoea utaendelea. Kuanzia mavazi ya hali ya juu hadi majumba ya kifahari, maisha yake ni ushuhuda wa utajiri na upendeleo wa familia ya Trump. Hata hivyo, pamoja na anasa hiyo kunakuja ukaguzi wa umma ambao ni walazima, ambao umekuwa mkali sasa kwani amekuwa mtu mzima. Ni maoni yako kuhusu Barron Trump na mtindo wake wa maisha wa kifahari? Shiriki mawazo yako kwenye maoni. Ili kuona video zaidi za kuvutia kama hii, bonyeza kadi moja kati ya zile zilizoonyeshwa kwenye skrini yako.